Uwarigani mtazamaji wa SAUT TV, karibu katika taarifa ya habari tuliyokuandalia kwa siku ya leo, na miongoni mwa taarifa tulizonazo ni pamoja na baadhi ya wananchi wa mtaa wa Silivini jijini Mwanza wamesema kuwa jamii inapaswa kuzingatia haki ya mtoto ili kujenga jamii iliyo bora. Na kimataifa, jeshi la polisi la Afrika ya Kusini limeanzisha msako mkali wa kuwasaka washukiwa zaidi ya 10 wenye silaha kali kufuatia mauaji ya kikatili yaliyotokea nchini humo. Na katika michezo, wadau wa soka jijini Mwanza wamesema kuwa vituo vya kulelea wachezaji wa mpira maarufu kama academy imekuwa nguzo muhimu ya kuandaa na kuibua vipaji vya wachezaji. Kwa hayo na mengine mengi, ongozana nami David Kiamani nitakaye kusomea habari za kitaifa na kimataifa. Ronaldo Komba atakusomea habari za biashara, na katika michezo tutakuwa naye Faith Olomi. Na tuanze na habari za kitaifa. Tukianzia hapa katika ukanda wa Ziwa Victoria, wilaya ya Nyamagana jijini Mwanza, ndani ya ndaki ya chuo cha Mtakatifu Agustino, baadhi ya wanafunzi wa chuo hicho kutoka SAUT wameeleza kuwa mradi wa tenki uliozinduliwa chuoni hapo umewasaidia wao kukabiliana na changamoto za kimazingira ambazo wamekuwa wakikumbana nazo kwa muda mrefu. Wakizungumza na SAUT TV habari, wamesema kuwa uwepo wa mradi huo umepunguza ghasia ya maji iliyokuwa ikiwakumba na hata kupelekea kutoshiriki vyema katika masomo yao. Kwa undani wa taarifa hiyo, tuungane na mwanahabari wetu Jackson Ndaro. Ikiwa ni siku moja baada ya uzinduzi wa mradi wa tenki katika chuo cha Mtakatifu Agustino, nimeweza kuzungumza na wanafunzi wao. Wameona umuhimu gani wa uwepo wa tanki hili? Walikuwa na machache ya kuzungumza. Kwa majina naitwa Deborah Samuel Laiza. Kwa upande wangu, uwepo wa tanki kwenye chuo hiki cha SAUT inasaidia moja, kwenye swala la usafi. Tunaenda specifically kwenye usafi wa vyooni. Uwepo wa lile tanki inasaidia kurahisisha kuwepo kwa maji vyooni, hasa kwenye vyoo vya watoto wa kike. Uwepo wa maji ni muhimu sana kwa ajili ya kuzuia ugonjwa kama UTI. Kwa majina naitwa Simon Moses Ziliola. Kwa kweli tanki limetusaidia kwenye utunzaji wa maji hapa chuoni, tofauti na kipindi cha nyuma ambacho wanafunzi walikuwa wanateseka upungufu wa maji, lakini kwa sasa napenda kupongeza kwa hilo kwamba upatikanaji wa maji safi na salama imekuwa ni halisi hapa chuoni. Naitwa Upendo Kirusu, ni mwanafunzi wa chuo kikuu cha SAUT. Mimi kwa upande wangu, uwepo wa tanki umesaidia kwa kuwepo kwa maji safi na salama muda wote chuoni. So kama kipindi cha nyuma unaweza kuwa unahitaji maji ya kunywa, unahitaji maji ya kunawa, kwa inakuwa ni ngumu kupata, ila kwa sasa hivi unapata maji safi na salama muda wote ambao mtu anahitaji kupata maji anapata. Shukrani sana Jackson Ndaro kwa ripoti hiyo. Mtazamaji, tusalie hapa jijini Mwanza. Baadhi ya wananchi wa mtaa wa Malimbe jijini Mwanza wametoa maoni yao juu ya bajeti ya Wizara ya Fedha mwaka 2026-2027 kwa kusema kuwa bajeti hiyo inatosha kukamilisha mradi wa maendeleo iliyowekwa na wizara husika. Mwanahabari wetu Maklina Arifonsi ametuandalia undani wa taarifa hiyo. Baada ya Waziri wa Fedha Balozi Hamis Musa Omar kuwasilisha bajeti ya Wizara ya Fedha bungeni, mjadala umeendelea kutoka ndani ya ukumbi wa bunge hadi mtaani. Wapo wananchi wanaoamini bajeti hiyo italeta nafuu ya maisha, huku wengine wakitaka kuona utekelezaji wenye matokeo halisi kwa wananchi wa kawaida. Na leo niko katika mtaa wa Malimbe jijini Mwanza, nimekutana na baadhi ya wananchi wa mtaa huo na wametoa maoni yao juu ya bajeti iliyowasilishwa na wizara hiyo. Kwa majina naitwa Frank Mapunda, ni mkazi wa Malimbe. Nikizungumzia swala la bajeti ya fedha iliyotolewa, tumeona hapo bungeni imeweza kusoma bajeti. Kwa upande wangu naona inajitosheleza vizuri sana, kwa sababu wakiweza kuizingatia ile hela iliyotolewa na wakapeka kwenye miradi ya kimaendeleo, naona kuna uwezekano mkubwa miradi ya kimaendeleo ikawa mingi na ikaongezeka zaidi kulingana na bajeti iliyopo sasa hivi. Maana ni ukilinganisha na ile iliyokuwepo mwaka uliopita na mwaka huu naona kidogo imeimprove zaidi na mambo yatakuwa vizuri. Kwa hiyo wahusika wanaoshughulikia masuala hayo ya kifedha wakipeleka hizo hela sehemu ambazo zinahusika, naamini maendeleo yatakuwepo miongoni mwetu. Kwa jina naitwa Adija Kazimoto. Mimi kwa upande wangu naona bajeti iliyotolewa na Wizara ya Fedha inajitosheleza, kwa sababu wamegusa zile sekta muhimu za maendeleo ambazo wakienda kuitendea kazi kama walivyotoa kwenye bajeti, wananchi tutapata maendeleo na bajeti itakuwa. Kwa majina naitwa Ramadhani Rashid. Kwa upande wangu mimi kuhusiana na
vikao vya bunge vinavyoendelea pale bungeni kuhusiana na masuala ya bajeti hivi sasa, especially kwenye Wizara ya Fedha, naona vitu viko sawa tu, sema tu tunataka tuone kwamba kile kiasi ambacho wameomba waweze kupatiwa na serikali kwa ajili ya mwaka huu wa fedha waweze kukitumia kwenye kile kitu ambacho waweza kukiomba. Tunatamani kuona kwamba zile fedha zinafanya kitu fulani, sio wanapitisha bajeti kubwa alafu hamna kinachofanyika. Nadhani umepata wasaa kusikia maoni mseto kutoka kwa wananchi kutokana na Wizara ya Bajeti ya Fedha iliyotolewa, na wananchi wana mtazamo chanya juu ya utekelezaji wa bajeti hiyo. Nikiripoti kutoka katika mtaa wa Malimbe jijini Mwanza, mimi ni Makrina Alfonsi wa SAUT TV. Tuendelee na taarifa zetu. Ikiwa zimesalia siku 2 kuelekea maadhimisho ya kupinga ajira kwa watoto duniani, wananchi wa mtaa wa Silivini wa Nyamagana jijini Mwanza wametabanaisha kuwa jamii inapaswa kuzingatia haki ya mtoto ili kujenga jamii iliyo bora. Wananchi hao wamesema kuwa mtoto ni taifa la kesho, hivyo hana budi kupatiwa uangalizi wote stahiki. Wakati wa malizi yake, Jackson Ndaro ana undani wa taarifa hiyo. Kazi wa mtaa wa Nyamalango wamesema kuwa kuelekea siku ya kupinga ajira kwa watoto, wazazi wanapaswa kuzingatia haki zote za mtoto, kwani ni taifa la kesho. Kwa majina naitwa Ilumbo Elisha Samueli. Hii siku ni muhimu kwa sababu inasaidia watoto kujua haki zao za muhimu ni vipi, na pia inasaidia kujua kwamba ni vitu gani ambavyo wenyewe hawataki wafanye, wanatakiwa wafanyie. Kwa mfano hizo ajira, kwa sio kitu sahihi, kwa sababu wenyewe wakati huu ni wao kuwa busy na masomo, kuwa busy labda na vitu mbalimbali, lakini sio ajira. Kwa majina naitwa Laurent Kirulia, mkazi wa Nyamalango. Siku hii ya kupinga ajira kwa watoto ni siku muhimu sana, ambapo kuna watoto walikuwa wanahitajika kuwa shuleni wanapata elimu, na ukizingatia kwa katiba ya Tanzania hivi sasa mtoto anatakiwa kupata ajira au kuajiriwa akiwa na miaka 18 na kuendelea. Hivyo ni siku muhimu sana kuungana jamii kupinga ajira kwa watoto. Kwa majina naitwa Kemirembe Sharon Fidelis. Siku hiyo ina umuhimu kwa sababu ukija kuangalia katika jamii ya sasa hivi, kila mtoto kwanza anahitaji elimu cha kwanza. Umeona? Kwa hiyo kama jamii inabidi tuungane kwa pamoja, tusupport watoto wote waweze kupata elimu angalau hadi form 4. Umeona? Angalau mtoto akimaliza form 4 ndio aweze kufanyaje? Kwanza kufanya kazi. Kwa hiyo mimi napinga sana watu ambao wanawafanyisha watoto wadogo kazi za ndani au madukani kabla hajafikisha umri wa miaka 18, naipinga sana. Mimi ningeomba tu kama jamii, kama una uwezo wa kumpeleka mtoto shule, kuna watu na mioyo ya kujitolea, wajitolee. Kama ukiona mtoto anafanyishwa kazi na wewe una uwezo wa kumsaidia, msaidia. Hayo ni maneno ya wananchi wa mtaa wa Nyamalango wakizungumza kuelekea siku ya kupinga ajira kwa watoto duniani. Mimi ni Jackson Ndaro wa SAUT TV. Taarifa yake Jackson Ndaro inatutamatishia habari za kitaifa kwa siku ya leo. Mtazamaji, tupate mapumziko mafupi, tukirejea ni habari za kimataifa. Karibu tena mtazamaji wa SAUT TV popote unapotutazama. Hivi sasa ni wakati wa kuiangazia yale yaliyotokea nje ya mipaka ya Tanzania. Jeshi la polisi Afrika ya Kusini limeanzisha msako mkali wa kuwasaka washukiwa zaidi ya 10 wenye silaha kali na nzito kufuatia mauaji ya kikatili ya watu 12. Tukio hilo la kushtusha limefanyika katika makazi yasiyo rasmi ya Jumpres yaliyopo kitongoji cha Cleveland mjini Johannesburg, ambapo watu wengine 9 wamejeruhiwa vibaya na risasi. Na kwingineko Mashariki ya Kati, jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Iran limeshambulia kambi kadhaa za kijeshi za Marekani huko Jordan, Bahrain pamoja na Kuwait kwa kutumia makombora ya ndege zisizokuwa na rubani. Mashambulizi hayo yanakuja kulipiza kisasi kufuatia na kauli ya Rais wa Marekani Donald Trump kuamuru mashambulizi ya anga dhidi ya maeneo ya Irani karibu na mlango wa bahari wa Hormuz. Mwanahabari wetu Matilda Emilio ana undani wa taarifa hizo za kimataifa. Polisi wamelitaja shambulio hilo lililokuwa la kikatili, huko hofu kubwa ikitanda miongoni mwa wakazi wa eneo hilo kuhusu jinsi shambulio hilo lilivyotekelezwa. Naye kamishna wa polisi wa eneo hilo Luteni Jenerali Tom Masombeni ametoa hofu kwa wananchi, kusisitiza kuwa wachunguzi hawawezi kupuuza uwezekano wa shambulio hilo kuhusishwa na biashara haramu ya madini. Eneo la Jumpers lipo jirani kabisa na migodi iliyotekelezwa, na wanajamii wengi wanaamini kuwa mwendelezo wa vita vya kugombea maeneo ya udhibiti kati ya magenge ya wachimbaji haramu.
Biashara hii haramu ya dhahabu kwenye soko la magendo imekuwa chanzo kikubwa cha ghasia nchini Afrika Kusini, kiasi cha kumlazimu Rais Ramaphosa kuwahi kutuma jeshi la nchi hiyo kudhibiti hali ya uchafuzi wa amani. Tukio hili linakumbusha shambulio jingine kama hili la mwaka jana ambapo watu 9 waliuawa kwenye eneo hilo, jambo lililoibua upya mijadala kuhusu ongezeko kubwa la silaha haramu na usalama duni kwenye makazi. Na kwingineko kimataifa, jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Irani wameshambulia kambi kadhaa za kijeshi za Marekani huko Jordan, Bahrain na Kuwait kwa kutumia makombora ya ndege zisizo za rubani. Mashambulizi hayo yanakuja kulipiza kisasi kufuatia hatua Rais wa Marekani Donald Trump kuamuru mashambulizi ya anga dhidi ya maeneo ya Iran karibu na mlango wa bahari ya Hormuz. Mapigano hayo makali zaidi ya kushuhudiwa tangu pande hizo mbili zikubaliane kusitisha vita hapo awali baada ya ndege za kijeshi za Marekani kuanguka karibu na pwani ya Oman. Wakati Marekani ikadai ndege hiyo ilitunguliwa isiyo na rubani, Rais Donald Trump aliamuru mara moja mashambulizi kulipiza kisasi yaliyodumu kwa saa 4 dhidi ya mifumo ya ulinzi wa anga ya rada za Irani katika maeneo ya bandari ya Abbas. Muda mfupi baada ya mashambulizi hayo ya Marekani, Iran ilijibu mapigo na kurusha makombora ya masafa marefu dhidi ya kambi 4 za Marekani ukiwemo uwanja wa ndege wa kijeshi na mfumo wa ulinzi wa anga ya Jordan. Kuwait ilifanikiwa kunasa na kuharibu makombora mengi ya Iran, huku maafisa wa Pentagon wakithibitisha kuwa hakuna askari yeyote wa Marekani aliyejeruhiwa wala miundombinu kuharibiwa. Licha ya Rais Donald Trump kupunguza uzito wa tukio hilo akidai si jambo kubwa na kwamba marubani wa helikopta waliokolewa wakiwa salama. Ni Matilda Emirio kwa kutupatia undani wa taarifa hizo za kimataifa. Hivi sasa mtazamaji, tupate mapumziko mafupi. Tukirejea tutaungana naye Ronaldo Komba kuweza kutupatia habari za biashara. Endelea kusalia nasi. Karibu tena mtazamaji wa SAUT TV na sasa ni habari za biashara. Jina langu ni Ronaldo Komba. Wanafunzi kutoka Chuo cha Mtakatifu Agustino Campus Kuu ya Mwanza wameeleza kuwa kufungwa kwa baadhi ya maduka na ofisi katika eneo la Nyamalango limepunguza utoaji wa huduma mbalimbali ikiwemo huduma za chakula na stationery. Wameeleza hayo walipozungumza na SAUT TV habari baada ya kufungwa kwa ofisi hizo na kuongeza kuwa hekima itumike ili kuleta unafuu kwa wafanyabiashara hao. Kwingineko, biashara kimataifa. Viongozi wa nchi wanachama wa kundi la G7, China na mataifa mengine yanayoibukia yanatarajia kufanya mazungumzo katika mkutano maalum, huku lengo kuu likitajwa kuwa ni kujadili uimarishaji wa ushirikiano wa kiuchumi duniani. Kwa taarifa hizi za biashara tuungane na mwanahabari wetu Jordan Mgodi. Kufungwa kwa baadhi ya ofisi ama frame katika mtaa huu wa Nyamalango kutokana na kutokulipa kwa kodi kumeibua hisia mseto kwa wanafunzi waliokuwa wakipata huduma kutoka Chuo cha Mtakatifu Agustino katika eneo hili la Nyamalango. Wameeleza ni kwa namna gani wameathirika na kufungwa kwa ofisi hizi katika eneo hili. Nimepata saa kuzungumza nao na wamekuwa na haya ya kueleza. Kwa majina naitwa Janet Henry Temba, nasoma katika Chuo cha Mtakatifu Agustino. Kwenye hili swala la kupanda kwa kodi ni kweli imeleta athari kwetu. Mfano, baadhi ya stationery huku Nyamalango zimefungwa na inapelekea kuwa na changamoto. Kwa nini? Kwa sababu mimi kama binafsi nimeshazoea stationery A na ile stationery A imefungwa. Kwa hiyo itanilazimu mimi niende stationery B kwa gharama tofauti. Ilhali pale nilipokuwa natumia pale gharama nilikuwa naitumia kwenye stationery A, hata kama nikiwa sina hela, nikienda nikimwambia 1 2 3 naomba unisaidie, ananisaidia kwa upande mwingine. Lakini nikienda stationery B, hata kama sina hela, inanibidi nitafute hela popote ili niweze kukidhi mahitaji yangu. Kwa hiyo swala la kodi limetuathiri wanafunzi na wananchi kwa ujumla. Naitwa Rafael Pius. Binafsi kweli nimeathirika na kufungwa kwa baadhi ya maduka hapo mtaani kwa sababu ya kodi. Cha kwanza, mimi kuna sehemu nilikuwa natolea kazi zangu za darasani kwa maana ya assignment kama hapo stationery. Sasa nafika pale jamaa kafunga na sijaweza kwenda sehemu nyingine kwa sababu ya bei yake. Kwa hiyo kuna baadhi ya huduma ambazo nilikuwa nachoweza kuzipata kwa baadhi ya maduka tena sizipati. Kwa nini? Wale watu wameondoka hajalipa kodi. Kwa hiyo ninakuwa nimeathirika tena, ngangalia mtu mwingine kumuungisha kule after mimi bei zake sijazizoea na hivyo kuna ni madhara makubwa. Naam, hao walikuwa ni wanafunzi kutoka Chuo cha Mtakatifu Agustino walikuwa wakieleza ni kwa namna gani wameathirika kutokana na kufungwa kwa frame ama ofisi katika mtaa huu wa Nyamalango zilizokuwa zikitoa huduma tofauti kama kutoa kopi za kazi mbalimbali za madarasa, lakini pia kufungwa kwa baadhi ya migahawa kutokana na kutokulipa kwa kodi kwa wafanyabiashara hao. Na katika biashara kimataifa,
unaolenga ukuaji wa uchumi wa dunia unatarajia kuongozwa na Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron kwa njia ya mtandao, ukihusisha viongozi na wadau wakuu wa uchumi kutoka mataifa mbalimbali. Kongamano hilo linakuja katika kipindi ambacho dunia inakabiliwa na changamoto za kiuchumi, ikiwemo mfumuko wa bei, migogoro ya kijiografia na mabadiliko ya minyororo ya ugavi. Mkutano huo utaongozwa na Emmanuel Macron ambaye anatarajia kuratibu majadiliano kwa njia ya video, lengo kuu likiwa ni kulenga majadiliano ya pamoja kuhusu namna ya kuimarisha usimamizi wa uchumi wa dunia na kujenga uthabiti wa mifumo ya kifedha katika ngazi za kimataifa. Kwa mujibu wa shirika la habari la Ujerumani Deutsche Welle, mkutano huo umepewa jina la kongamano la ulimwengu kwa ajili ya ukuaji wa uchumi. Jina hilo linaakisi dhamira ya kuhamasisha ushirikiano kati ya mataifa makubwa ya kiuchumi kama China, Marekani na nchi za Ulaya katika kusimamia sera na mwelekeo wa uchumi wa dunia. Aidha, kongamano hilo linafanyika wiki moja kabla ya mkutano wa kilele wa G7 wa Juni 2026 unaotarajiwa kufanyika Juni 16 na Juni 17 kusini mashariki mwa Ufaransa. Hali hii inaonyesha kuwa mkutano huo ni sehemu ya maandalizi ya ajenda pana ya kimataifa kuhusu uchumi na ushirikiano kwa nchi hizo zilizoendelea. Mkutano huu unaelezwa kulenga kuweka msingi wa ushirikiano kati ya mataifa tajiri na yale yanayoibuka kiuchumi. Malengo makuu ni kujenga mfumo jumuishi wa ukuaji wa uchumi unaonufaisha pande zote, kupunguza pengo la maendeleo na kuimarisha uthabiti wa uchumi wa dunia kwa muda mrefu. Jordan Mgoli wa SAUT TV. Asante sana Jordan Mgoli kwa taarifa hizi za biashara. Mtazamaji, ni mwisho wa taarifa za biashara tulizokuandalia kwa siku ya leo. Tupate mapumziko mafupi, tukirejea ni habari za michezo na Faith Olomi. Endelea kutazama SAUT TV Habari. Mimi ni Ronaldo Komba. Ni matumaini yangu umzima wa afya, mwanamichezo mwenzangu. Karibu tena katika habari za michezo tulizokuandalia kwa siku ya leo, na jina langu ni Faith Olomi. Baadhi ya wadau wa soka wilaya Nyamagana jijini Mwanza wamesema vituo vya kulelea wachezaji wa mpira maarufu kama academy zimekuwa nguzo muhimu za kuandaa na kuibua vipaji kwa wachezaji kwa kuwapa mafunzo na uzoefu katika soka. Wakizungumza na SAUT TV wamebainisha kuwa mafunzo hayo yanawatengenezea wachezaji hao uwezo wa kufanya majukumu mbalimbali sambamba na kuongeza juhudi na maarifa kwenye michezo. Na katika uga wa kimataifa, michuano ya kombe la dunia ya mwaka huu inatarajiwa kuanza rasmi siku ya kesho, huku mashabiki wa soka duniani wakielekeza macho yao nchini Mexico kwa mchezo wa ufunguzi wa mashindano hayo makubwa zaidi katika historia ya michezo duniani. Mashindano hayo yatafanyika katika nchi tatu ambazo ni Marekani, Canada pamoja na Mexico, ambazo zimepewa nafasi ya kuwa wenyeji wa tukio hilo lililotarajiwa kuvutia mabilioni ya watazamaji duniani kote. Kwa undani wa taarifa hizi za michezo, tuungane na mwanahabari wetu Joyce Pakomi. Katika kipindi cha sasa ambapo soka limekuwa gumzo duniani kote, academy zimeendelea kusimama kama nguzo imara za kuibua vipaji kwa wachezaji mbalimbali duniani. Hapa nipo jijini Mwanza, nazungumza na baadhi ya wadau wa soka wanielezea umuhimu wa academy kwa wachezaji. Naitwa David Edward. Umuhimu wa academy ama vituo vya kulelea wachezaji wa mpira wa miguu, kwangu mimi naona zinawatengenezea wachezaji ule msingi mzuri wa kukua wakiwa wanajua kabisa kwamba katika maisha ya mpira wa miguu unatakiwa kupita katika njia moja mbili tatu, lakini pia inawatengenezea uwezo wa kufanya majukumu mbalimbali. Unajua mpira wa miguu siku hizi umeondoka kwenye ule mpira wa zamani ambao unategemea kipaji tu, umekwenda kuwa ni kitu ambacho kinategemea uwepo wa taaluma. Pia mpira wa miguu siku hizi umekuwa ni taaluma, kwa lazima mtu ambaye anakuwa anahitaji kuweza kuja kuwa mchezaji wa mpira lazima aweze kupitia kwenye academy ama vituo ama shule ambazo zitaweza kumshape na kumlea huyo mtoto aweze kuja kuwa mwisho wa siku mchezaji mzuri. Umuhimu wa academy kwa vijana unasaidia kukuza vipaji kwa ajili ya maisha ya baadaye. Kama tunavyojua sasa hivi mpira umekuwa ni gumzo, ni vitu ambavyo vijana wengi wanapenda. Kupitia academy inakuza vipaji kwa ajili ya maisha ya baadaye, kama vile ambavyo wanatazama wachezaji wengine wanafanya, ndivyo wanavyotarajia na wao kufanya. Kwa inaongeza bidii na juhudi katika kufanya hiyo. Kwa majina naitwa Daudi Basis Kayombo. Ukizungumzia umuhimu wa academy kwenye ulimwengu wa soka saizi, kwanza kabisa naweza nikalifaa kwa kocha nguli kabisa wa soka ulimwenguni ambaye anaitwa Jose Mourinho. Alisema kwamba zamani mpira ulikuwa ni kipaji, basi saizi mpira ni taaluma. Kwa maana hiyo
kwamba academy inaweza ikamjenga mtu ambaye hana kipaji cha mpira kuwa mchezaji wa mpira. Umeona bwana? Kwa hivyo academy zinasaidia kiasi kubwa kwamba kuzalisha vipaji ambavyo vilikuwa sio vipaji vya nini, vya mpira, na pia inaandaa utayari wa watu au wa watoto ili kuwa wachezaji wakubwa baadaye. Kwingineko kimataifa, jumla ya timu zitakazoshiriki mashindano ya kombe la dunia ni 48 kutoka mabara yote duniani, ikiwa ni ongezeko kutoka timu 32 zilizokuwa zikishiriki katika michuano iliyopita. Hatua hiyo imefanyika kwa lengo la kutoa nafasi kwa mataifa mengi zaidi kushiriki jukwaa kubwa la soka duniani. Mechi za ufunguzi zitachezwa katika uwanja wa Estadio Azteca uliopo Mexico City, ambapo wenyeji Mexico watachuana na Afrika Kusini katika mchezo unaotarajiwa kuvuta hisia za mashabiki wengi duniani. Miongoni mwa mataifa yanayotarajiwa kufanya vizuri katika michuano hiyo ni pamoja na Argentina ambao ni mabingwa watetezi, pamoja na Brazil, France, England, Spain, Germany na Ureno, kutokana na ubora wa vikosi vyao na rekodi zao katika mashindano ya kimataifa. Kwa mujibu wa ratiba ya mashindano, jumla ya mechi 104 zitachezwa katika viwanja mbalimbali vilivyopo kwenye miji 16 ndani ya nchi hizo tatu, huku hatua ya makundi ikitarajiwa kutoa ushindani mkubwa kutokana na kuongezeka kwa idadi ya washiriki. Fainali ya kombe la dunia mwaka huu inatarajiwa kuchezwa Julai 19 katika uwanja wa MetLife uliopo New York huko Marekani, ambapo timu mbili bora zitapambana kuwania taji la dunia mbele ya maelfu ya mashabiki na mamilioni ya watazamaji kupitia vyombo mbalimbali vya habari duniani kote. Joyce Pakomi, Sauti TV. Asante sana Joyce Pakomi kwa taarifa hizo za michezo. Hadi kufikia hapo sina la ziada katika michezo kwa siku hii ya leo. Mimi ni Faith Olomi, na sasa nirudishe kijiti kwake David Kiaman kwa kuhitimisha habari kwa siku hii ya leo. Asante sana Faith Olomi kwa taarifa hizo za michezo. Mtazamaji, taarifa hizo za michezo zinatutamatishia taarifa ya habari kwa siku ya leo, lakini kabla ya kumaliza tupate tena muhtasari wake. Baadhi ya wananchi wa mtaa wa Silivini jijini Mwanza wamesema kuwa jamii inapaswa kuzingatia haki ya mtoto ili kujenga jamii iliyo bora. Na kimataifa, jeshi la polisi la Afrika ya Kusini limeanzisha msako mkali wa kuwasaka washukiwa zaidi ya 10 wenye silaha kali kufuatia mauaji ya kikatili yaliyotokea nchini humo. Na katika michezo, wadau wa soka jijini Mwanza wamesema kuwa vituo vya kulelea wachezaji wa mpira maarufu kama academy imekuwa nguzo muhimu ya kuandaa na kuibua vipaji vya wachezaji. Kufikia hapo sina la ziada. Kwa niaba ya wote walioshiriki kuandaa taarifa hii ya habari, mimi ni David Kiamani. Uwe na wakati mwema.